Jumapili njema, Jumapili ya baraka. Bwana Yesu na asifiwe. Mpenzi mtazamaji, karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, ili tukaweze na kuendelea na kunyunyiziwa baraka za Mwenyezi Mungu kupitia neno lake, kupitia maombi ambayo mtumishi wake ataweza na kutuletea kupitia tu hiki kipindi. Ninaamini kwamba uko tayari kabisa ili ukaweze na kuyapokea hayo yote, ili siku yako ikaweze na kuanza tu ikiwa imebarikiwa, ukiwa pia wewe umebarikiwa. Hata kama utaweza na kufika pale kanisani, utaweza na kufika ukiwa unasema kwamba moyo wangu ninahisi kwamba umebarikiwa, umeinuliwa. Maana niliweza na kuanza na mtumishi wa Mwenyezi Mungu akiniombea, akinifundisha neno la Mwenyezi Mungu. Karibu sana mtazamaji wangu, ili tukaweze na kuendelea na kubarikiwa pamoja na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Ruth Sami kutoka kanisa la ABC Katangi. Katangi kwa katika uongozi wa Wamunyu Pastorate Machakos Sub Headquarters. Karibu. Basi nachukua fursa hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema yake. Aliweza kuwa pamoja nasi tangia siku ya Jumatatu mpaka siku ya leo ya Jumapili. Tuliweza kusafiri pamoja katika wiki mzima mfululizo. Kwa hivyo namshukuru Mungu. Nikikukaribisha tena kwa mahubiri ya siku ya leo na kukuamkua pamoja na hayo katika jina la Yesu Kristo. Ujambo, natumai mzima, nami ni mzima. Tunaenda kusoma neno la Mungu katika kitabu cha Matendo ya Mitume 22 mstari wa 3 hadi 6. Tutaenda kuyasoma hayo maandiko katika jina la Yesu Kristo na tuende pamoja. Tulipokwisha kuokoka ndipo tulipojua ya kuwa kiziwa kile chaitwa Melita wenyeji wakatufanyia fadhili zisizokuwa za kawaida, kwa maana waliwasha moto wakatukaribisha sote kwa sababu ya mvua iliyonyesha na kwa sababu ya baridi. Paulo alipokuwa amekusanya mzigo wa kuni na kuweka motoni, nyoka akatoka kwa ajili ya ule moto akamzongazonga mkononi. Wenyeji walipomwona yule nyoka akilewalewa mkononi, wakaambiana, akosi mtu huyu ni muuaji ambaye ijapokuwa ameokoka katika bahari, haki haimwachi kuishi. Na neno linaendelea. Kulingana na vile tuliweza kuenda safari ya neno la Mungu, siku ya leo tuko na hii lengo yetu: miujiza itatufuata wateule wa Mungu, ama miujiza ya Mungu hata na maajabu ya Mungu yatawafuata wateule wa Mungu. Basi tumeweza kusoma katika hiki kitabu ni matendo ambayo yalitokea wakati Paulo alikuwa ameshikwa mateka apelekwe Rome, wakamfunge huko. Na walipokuwa katika njia, walirushwa huku na kule wakiwa baharini, na Paulo aliweza kuwaambia na wakumsikiliza, lakini wakazidi tu kwenda, lakini wakapatana na janga kubwa katika bahari ambao iliweza kuwafuta hapa na pale. Lakini hatimaye walipopika katika kiziwa kiitwacho Melita, wakaona mahali pa kutokea.
na wakatoka. Walipotoka, wenyeji wa huko kama vile Biblia imesema, waliweza kuwakaribisha na hakika akaweza kuwawekea moto, na hata wakaona upendo wao ukiwa mkuu. Lakini Petro, manake alikuwa na nguvu za ndani na alikuwa pia na Mungu. Hao wengine hawakuenda kuokota kuni, lakini yeye mwenyewe akaenda akaokota. Na alipokuwa anabebea kuni mkononi mwake akiweka kwa moto, kumbe kulikuwa na nyoka. Nyoka akatoka pale akamuuma mtumishi wa Mungu mkononi. Na wakaona ile nyoka ikininginia, ikilewalewa, akiinua ule mkono, na shujaa Paulo akapeleka ule nyoka hakika kwa moto. Na alipoweka mkono pale, ule nyoka akatoka kwa mkono, kila mtu akiona ya kwamba ameumwa na nyoka, na ni yule nyoka mkubwa. Lengo yetu ilikuwa nasema miujiza huwa inafuata watumishi wake. Na tunapo tazama katika kitabu cha Marko sura ni ya 16 mstari wa 16, Biblia hapo inatuambiaje? Inasema hivi: miujiza hii na maajabu haya yataweza kuwafuata wale watu wa Mungu, kwani kuna mengi hapo. Watanena na lugha mpya, wataponya, watashika nyoka. Tukome pale, watashika nyoka. Hayo ni Marko. Nasi tunaongea katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Na sasa imetendeka. Paulo ameumwa na nyoka, naye Marko ameandika watashika nyoka, na nyoka haitawafanya chochote kile. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema hapo, na maajabu haya yatawafuata wateule wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Paulo, kulingana na Marko, nyoka ilimuuma na hakuna chochote kilimtendekea Paulo. Wakaangalia afimba, anguke, akufe, na akufa. Kwa sababu alikuwa anaamini hata akiumwa na nyoka, mtumishi wa Mungu Marko aliandika usemi wa Yesu Kristo ya kwamba watashika nyoka na hawatakufa. Paulo akufa, na hatimaye wakaanza kusema huyu ni Mungu. Mungu mdogo. Wakasema ni Mungu. Angekuwa mtu angekufa. Na Paulo hakuwa Mungu. Paulo alikuwa mtu, mtumishi wa Mungu, mteule wa Mungu, chombo cha Mungu. Alikuwa Mungu. Ndiyo sababu alitembea na miujiza ya Mungu. Ndiyo sababu alitembea kwa nguvu za Mungu. Ndiyo sababu muujiza ulitendeka, akaumwa na hakufa. Uko pale ndugu yangu na dada yangu, ambaye wewe mwenyewe kuna nyoka amekuuma mahali, na huyu nyoka amekuuma wa ugonjwa. Unaona ya kwamba waombaji ambao wanaomba na miujiza yao ya kuzimu ndio wanapaswa kukuponya. Pia unaenda kwao na kuhakikishia ya kwamba kwa hao watu hakuna uponyaji. Njoo kwake Yesu, njoo kwa Yesu wa Paulo na utaweza kupona. Sumu haitakufanya chochote kile, ugonjwa hautakuua, utakuwa hai. Kumbuka vile Hezekia alipokuwa mgonjwa akaungua na akaambiwa anakufa, alielekea kwa ukuta akamwambia Mungu, sitaki kufa, tazama vile nimefanya hii na ile. Mkumbushe Mungu jambo ambayo ulimfanyia, jambo ambayo umefanyia mtu mwingine, na hakika atakuweka ukiwa hai. Bwana Yesu asifiwe. Tumeangalia tukaona eti kuna hata ugonjwa na kuna kifo.
Huenda ikawa the breadwinner ameenda, na unaona dunia imeisha. Ningetaka kukuwa nikikwambia kwamba hiyo ni nyoka imekuja kwa njia ya kifo, na ninakwambia dunia haitaisha. Ndio mwanzo wako wa baraka. Mtazame huyu Yesu ambaye kwa maandiko umeona amemweka Paulo na hakufa na hautakufa. Watoto wako watasoma, hata magari yataendeshwa kwako, yataengemezwa kila mahali, hata utapita hapa kwa ndege. Usione kama ni mwisho wako. Wakati huo mtazame Mungu wa miujiza, na hata kutendea muujiza wako. Haleluya. Minajua ya kwamba Mungu amekupangia, na tunaposemesana sawa ya Bwana inatuambia mapenzi yako yatendeke humu duniani kama huko mbinguni. Mapenzi ya Mungu amekuwekea. Usione ukiachwa na mpendwa, usione ukiachwa na mchumba, usione kazi ikiisha uone ndio mwisho wa dunia. Kuna yale Mungu amekupangia. Tutumaini Mungu wa miujiza ambaye alimweka Paulo, atakuweka wewe mwenyewe, ataniweka, atatuweka mpaka mwisho wa dahari. Tumgoje alienda mbinguni mpaka kurudi kwake, anyakue kanisa. Uwe mmoja wa wale, niwe mmoja wa wale, ndiposa tuweze kukutania mbinguni tukisema haleluya, osana, tukisema hakuna mwingine wa kwanza na wa mwisho ni yeye Mungu. Kwa hivyo ni matumaini yangu hakika Jumapili ya leo umepata nguvu, umeinuka penye huko kwa mawazo, umeinuka kwa moyo wako, umeinuka kimwili na kikazi na mapato, na Mungu wa miujiza patana naye katika jina la Yesu Kristo. Akubariki, akuzindishie na akuinue. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Asante Jehova Mungu. Tumeuona ushuhuda na miujiza ya Paulo mtakatifu mtumishi wako. Hakika ilitendeka wakati ule, na kwetu leo Roho wa Mungu ametukumbusha hata nyoka ziko za kila aina. Tusaidie tumwapo, tupe imani ya kusimama imara, na tupe imani iliyokuwa na Paulo. Yesu Kristo, shuka utusaidie na ukatuinue. Neno lako lifanye kazi ndani yetu na mioyoni mwetu na kwa watu wetu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Bye bye. Tumejua kwamba miujiza na maajabu fuata wateule ama watumishi wa Mwenyezi Mungu. Je, vile ambavyo umekuwa ukiabudu Mwenyezi Mungu, vile ambavyo umekuwa ukimfanyia kazi, uliwahi kufuatwa na muujiza kutoka kwake ama bado? Tumeweza na kujua kwamba Paulo wakati mmoja aliweza na kufika pale katika hicho kijiji. Na kufika pale, yani kuna baridi ni nyingi. Wakaweza na kuona kwamba wakaweze na kuwakisha moto, ili maana baridi mahali ambapo walikuwa wamepitia kwa maji nini, wakaweze na kupata tu joto tu fulani, wakaweze na kutuatua ile baridi. Wakati ambapo Paulo alikuwa anabeba kuni pale, tumeweza na kuona kwamba nyoka iliweza na kuning'inia kwa mkono wake. Hakika wale watu wakaona kwamba huyo sio mtu mzuri. Ona sasa, ili litamuuma na mambo yake yataweza na kuishia pale. Lakini nyoka alikuweza na kumfanyia chochote kile, maana alikuwa ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Sijui wewe mteule mtumishi wa Mwenyezi Mungu, ni kipi ambacho kinaweza kuwa kimekuning'inia, yani kimekuwa mzigo kwako? Paulo nyoka ni walitarajia mambo yake na wakaona kwamba yameisha. Wengi wanaweza kuwa na kuangalia, wanaona mahali ambapo umeweza na kufika, mahali ambapo lile jaribu limeweza na kukufikisha wewe kwisha, mambo yako kwisha, wakapanga mambo
wakaona kwamba yameweza na kupangika. Lakini Mungu naye ni nani? Mungu maana yuko pamoja nawe. Mungu maana ameweza na kukushikilia. Uwezi ukaanguka, uwezi ukakufia kutokana ama ukakufa kutokana na lile jaribu, kutokana na zile changamoto. Watangazie kwamba hakuna kurudi nyuma, ni kuenda mbele 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 na kuzidi na kumtamka ama kutangaza Yesu Kristo, maana yuko pamoja nawe. Wanaweza kupanga wakaona kwamba wewe wameweza na kumalizana nawe, wameweza na kumalizana na huduma yako, lakini wapi? Maana Mwenyezi Mungu ni yeye aliweza na kukubariki na hiyo huduma bado litaendelea na kusimama. Wanaweza hata na kuungana na kusema kwamba mambo yako yameisha hivyo hivyo, familia yako imeisha hivyo hivyo, kazi yako imeisha hivyo hivyo, lakini kuna Mungu. Huyo Mungu ataweza na kukusimamisha. Huyo Mungu maana anakuelewa, anaona yale yote ambayo unayahitaji, anakusimamisha. Wataweza na kucheka ama waseme kwamba je, watoto wako wameweza na kusoma kwa sana, lakini wacha tuone. Hakuna mahali wataweza na kufika, lakini Mungu, maana kuna Mungu, watafika mahali. Maana kuna Mungu hataweza na kufungua njia. Kama vile ambavyo Paulo hakuweza na kuangushwa na ile nyoka, maisha yake hayakuweza na kuishia pale kwa sababu ya ile nyoka. Hata nawe hayataweza na kuishia pale, hata nawe hawatakuweza kamwe. Wakati ambapo unajiandaa kwenda kanisani, naamini kwamba umeweza na kubarikiwa. Mtumishi wa Mwenyezi Mungu, Mungu na akubariki sana. Hakika umetufundisha mengi, umekuwa pamoja nasi wiki yote, ukiwa unatuinua kiroho, ukiwa unatuombea mbele za Mwenyezi Mungu. Mungu huyo tu na akubariki, akuongezee nguvu, aendelee na kuongeza hata na imani yako. Pia nawe mtazamaji wangu, ninakushukuru zaidi. Barikiwa sana. Mwenyezi Mungu azidi na kusembea pamoja nawe. Mwenyezi Mungu azidi na hata na kuyajibu maombi yako. Mungu ni mwema ndani ya maisha yako. Endelea na kumwamini kila wakati na ataweza na kuonekana kwako. Nimekuwa wako Pastor Lucy Michael, nikikwambia kwamba neema ya Mwenyezi Mungu, neema yake na ikutoshe. Bye bye.